Wiki iliyopita tulikujuza juu ya safari ya dakika 450 ambazo vijana wetu wa Fountain Gate FC Under 20 walikuwa wakijiandaa kuzikabili, dakika za kuzikanyaga mechi 5 mfululizo wakiwa ugenini. Jumatano ya Disemba 17 walitarajiwa kuwepo jijini Dar es Salaam kuvana na Yanga. Baada ya hapo, ratiba yao iliwataka kuelekea kusini mwa nchi ambapo Disemba 23 walitarajiwa kuwepo kwenye uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi wakivana na Namungo. Kituo kinachofuata ni Tanga ambako Disemba 30 watavana na Coastal Union Wanamangush kwenye uwanja wa Mkwakwani. Kisha kutakuwa na dakika 180 kwenye jiji la Mbeya. Januari 4, 2026 watacheza na Tanzania Prisons na kisha Januari 14 watamalizia ratiba ndefu ya kigeni kwa kucheza na Mbeya City. Baada ya kila kitu kukamilika tukiwa Babati, safari ya kuelekea Dar es Salaam ilianzia usiku wa Disemba 15 na tukafanikiwa kuwasili kwenye jiji hilo salama tukiwa na nguvu, ari na morali ya kutafuta ushindi. Siku iliyofuata timu ilipata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Kinesi uliopo wilaya ya Ubungo, ikiwa ni mazoezi ya kimbinu na kuwaweka vijana tayari kwa ajili ya mchezo. Benchi la ufundi chini ya Yusuf Bagule maarufu kama Mourinho alihakikisha vijana wake wanafuata kile ambacho yeye alitaka wakifanye. Kwa kuonyesha kuwa mchezo huo ulikuwa ni muhimu, afisa mtendaji mkuu wa Fountain Gate FC Kidawawa Tabita aliwatembelea vijana mazoezini, na baada ya kumaliza programu yao kwa siku hiyo alipata nafasi ya kuzungumza nao, akiwatia moyo na kuwapa ahadi ya bonus nzuri kama watapata ushindi dhidi ya Yanga. Na kwenye kikao hicho, Madam Tabita alikabidhi kiasi cha fedha kwa viongozi kwa ajili ya manunuzi ya viatu vipya vya mechi kwa wachezaji wote. Siku hii ilikuwa ni siku ya neema kwao, kwani baada ya mazoezi ya jioni ile na kupata neno kutoka kwa CEO usiku wake, wachezaji hawa walipata bahati ya kutembelewa na mshambuliaji wa Taifa Stars Suleiman Mwalimu. Mwalimu ambaye alikuwa anasubiri mpango wake wa safari ya kuelekea Morocco kuungana na wenzake kwa ajili ya AFCON, aliamua kutumia muda wake mchache kuja kuwaona vijana hawa na kuwatia moyo. Hakuishia kwenye kuwatia ujasiri pekee, bali aliongeza kiasi cha fedha kwa ajili ya viatu kwa wachezaji hawa. Hatimaye ni match day kwenye uwanja wa ufundi wa TFF uliopo Kigamboni. Matumaini yalikuwa ni makubwa sana kwetu, tukiamini kwenye ubora wa timu yetu na maandalizi ambayo tumeyafanya. Lakini kwa isivyo bahati, dakika moja tu tangu kuanza kwa mchezo, mwamuzi alitoa penalty kwa Yanga kwenye mazingira tata sana. Haikuishia hapo tu, bali hata penalty yenyewe kupigwa, bado mazingira ambayo refa aliruhusu kuwa ni goli yalikuwa ni mazingaombwe matupu. Ni wazi mpira haukuwa umevuka mstari wa katikati na kuingia golini kama ambavyo sheria inasema. Ni lazima mpira uvuke nusu ya umbile lake na uingie wote golini ili lihesabike kuwa ni goli halali. Lakini ukitazama mpira huu haukuvuka hata theluthi ya mstari wa goli, na hivyo haikupaswa kuwa goli kabisa. Kashia kosa Saidi, kakosa huyo. Nisitakwambia. Kakosa kaka. Lakini mwamuzi aliamua kuwa liwe goli halali kwa Yanga. Kama hiyo haitoshi, wakati vijana wakitafakari nini kimetokea, Yanga wakapata bao la pili ambalo wachezaji walilalamika kuwa wachezaji wawili wa Yanga walikuwa mbele zaidi ya mstari wa mwisho wa ulinzi wa timu yetu, kwa maana ya offside. Mabao mawili ya haraka na kwenye mazingira kama yale yaliyotokea, na kwa umri wao teketeke ikawa yamewatoa kabisa kwenye mstari na kuanza kucheza kwa presha kubwa. Wakati ambao walijaribu kuwa watulivu, ndio muda ambao walipata bao la kwanza la kusawazisha na matokeo kuwa mabao 2-1, matokeo yaliyodumu hadi dakika 45 za kwanza zinakamilika.
Kipindi cha pili kilianza kwa kasi na vijana walijaribu kuonyesha utulivu mkubwa sana. Walitengeneza nafasi nyingi ambazo zilikaribia kuwa mabao, lakini kwa bahati mbaya haikuwa kama tulivyotaka. Wakati vijana wakijaribu kupambana kutafuta bao la kusawazisha, ndio wakati huo huo Yanga wakapata bao la 3 na lilidumu mpaka dakika ya 90 za mchezo huo. Na ikawa tumepoteza kwa mabao 3-1, na huu ukawa mchezo wa pili mfululizo tunapoteza msimu huu baada ya ule wa Azam FC tuliopoteza kwa bao 1-0 tukiwa nyumbani. Kocha Bagule na nahodha wa mchezo Shabani Mgunda, kwa sura zilizokosa nuru, wakaeleza kwa uchache mchezo ulivyokuwa na mpango uliopo kwenye mechi zinazokuja. Mungu tumemaliza mechi salama, mechi katika mchezo za awali tumemaliza hapa, lakini kibaya zaidi tumepoteza mchezo. Niseme tu tumepoteza mchezo. Kwa hiyo mchezo mwingine tuna safari pia ndefu hapa na mechi ziko nyingi, mchezo iko mingi. Tumepoteza huu na ndio kwenye uwanja wa mazoezi tulipanga na mchezo mwingine. Kwa hiyo tuendelee kuombeana dua na kuomba support ya mashabiki. Tutakapoteza mchezo tuangalie pia tutakwenda kufikia na nini, tutaingia tena kwenye uwanja wa mazoezi kwa sababu tunaendeleza yale mazuri ambayo vijana wamefanya. Mwisho wa mchezo na Yanga ndio mwanzo wa maandalizi ya mchezo unaokuja. Baada ya mchezo ule, akili sasa ikahamia Ruangwa Lindi. Leo Jumanne umepigwa mchezo huo wa mzunguko wa 4 kwenye uwanja wa Majaliwa. Kila kitu kuhusu mechi hiyo utakipata hapa FGA TV wiki ijayo. Soka ni mchezo unaohitaji uwekezaji mpana, sio tu kwa timu za madaraja ya juu, bali hata kwa timu za vijana. Vijana wanahitaji uangalizi wa karibu, rasilimali za kutosha katika mashindano, vifaa, miundombinu bora pamoja na wakufunzi wenye uwezo wa kukuza vipaji katika umri sahihi. Wiki iliyopita yalifanyika mashindano ya Africa Chipkizi Cup, toleo la 16 tangu kuanzishwa kwake. Na leo tunaangazia safari ya timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo ilikuwa kivutio kikubwa na ishara halisi ya vipaji vinavyochipukia kwa wakati sahihi. Mashindano ya Chipkizi Cup kwa Under 17 yalianza rasmi tarehe 15 Disemba, ambapo timu yetu ilisafiri kutoka Dodoma siku moja kabla na kuwasili Arusha kwa ajili ya mashindano hayo. Tulipangwa katika kundi D pamoja na timu za Suluhu Academy, New Vision, Mashujaa na Fountain Gate. Michezo ilianza mapema tarehe 16 Disemba. Hapa ndipo tulipoanza kuonyesha dhamira yetu ya kupambania ubingwa. Mchezo wa kwanza uliwakutanisha vijana wetu na Singida Green Academy. Ulikuwa mchezo wa ufundi na mbinu bora kutoka kwa benchi la ufundi na hatimaye ukamalizika kwa sare ya bao 1-1. Huu ulikuwa pia mchezo wa ufunguzi wa mashindano ya Under 17, hali iliyotupa motisha ya kuongeza nguvu na umakini katika michezo inayofuata. Katika mchezo wa pili, vijana wetu waliingia uwanjani kwa dhamira ya kujihakikishia nafasi nzuri ya kusonga mbele. Juhudi zililipa, tukapata ushindi wa mabao 4-2, ushindi uliotujengea matumaini mapya. Mchezo uliofuata ulikuwa dhidi ya Dreamcatchers kutoka Zimbabwe. Vijana wetu walionyesha kiwango cha juu, nidhamu na ubora wa kiufundi na kufanikiwa kushinda kwa mabao 3-0. Ushindi huu ulituhakikishia tiketi ya kucheza nusu fainali ya mashindano hayo. Mchezo wa nusu fainali ulipigwa siku ya Jumamosi katika dimba la UWC. Maandalizi yalikuwa ya haraka kwani hatukuwa na muda wa kupoteza. Mchezo ulianza kwa morali ya juu. Kipindi cha kwanza kilimalizika kwa sare ya bila kufungana. Katika kipindi cha pili, licha ya kutawala mchezo kwa kiasi kikubwa, makosa madogo ya kiufundi yaligharimu timu yetu kufungwa mabao 2 ndani ya dakika 10 na hatimaye mchezo kumalizika kwa kipigo cha mabao 2-0. Hapo safari yetu katika mashindano haya ikafikia tamati, lakini tulipata faraja kubwa kutoka kwa mzazi wa mchezaji wetu na nahodha wa timu Amos Makala, ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Arusha.
Uwepo wake uwanjani uliakisi upendo wa dhati katika kuthamini na kuenzi vipaji vya vijana. Baada ya mchezo, Makalla alikuwa mstari wa mbele kuwapongeza wachezaji wetu kwa kazi nzuri waliofanya. Alizungumza nao kama baba, lakini pia kama mchezaji wa zamani wa soka, akisisitiza kuwa matokeo hayakuwa bahati yao bali ni sehemu ya safari ya kujifunza. Yani hiyo sababu ilikuwa nzuri, ndio ameleta uhai sekandi hapo nimecheza kweli. Lakini la pili, nimefungwa magoli yote kwa transition, yani naenda kwa sababu wao wanapiga ndefu, walikuwa wachezi katikati, wanapitia kule. Yani ukiangalia siku nje, yani game ilikuwa safi kabisa, lakini nafasi mlizokosa nazo na Michael bwana mmoja hapa hii ya mwisho hapa kwa hiyo mmekosa nafasi, sio kwamba yani hamkukaa tu kusema mcheze labda mid block au low block, mmepishana, mmecheza vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi niwatie moyo, yani kwa sisi tulioangalia ni game nzuri sana kabisa. Yani mmefungwa si makosa tu ya timu, kwa maana wamewatime kila mlipoenda kushambulia ndio mlipofunga. Nikamsikia mmoja hapo katikati, bwana mnaiua timu. Hamna, hiyo ni ufundi, lakini big up sana. Sababu ya namba 15, 18 ileta uhai kabisa wa timu yenu. Niko vizuri kwa kweli. Kwa kutambua juhudi hizo, alitoa bonus kwa wachezaji na benchi la ufundi kama ishara ya pongezi kwa soka safi waliloonyesha. Wako wachezaji wangapi? 20. Kuna 2. Haya, nitatoa laki tatu kila mmoja ya mimi. Maana hapo ni pamoja na nitatoa shilingi laki tatu kama mzazi. Sawa msiondoke kinyonge. Sawa Haya basi, nawatakia kila la heri. Asante sana. Mtazamaji wa FGA TV, ni kweli vijana wetu wa under 17 walipoteza mchezo, lakini hawakupoteza ndoto zao. Tunakuomba uitazame video hii fupi, kisha karibu kwenye show za Chipkizi Cup 2025, tukikuletea uchambuzi wa timu 16 zilizosalia katika mashindano haya kuanzia ngazi ya chini ya miaka 7 hadi 15. Piga tena. Haya Kairi. Sawa. Sogea, nenda. Dai sogea. Goli hilo. Sasa umesikia? Rudi kidogo. Badilisha jezi. Bigi. Twende, sawa. Inuka Nabi, inuka.